Wadahili wa vyuo vikuu hapa nchini Tanzania ikiwepo UDOM wametoa tamko la kupinga kamata ya jeshi la polisi ambayo imeendelea kuleta taharuki katika taifa letu la Tanzania. Hii imekuwaje mpaka wadahili wanatoka na kuweza kupinga hii kamata ya jeshi la polisi? Tunakurudisha nyuma mpaka mnamo Julai 7 ambapo jeshi la polisi ilitoa wito wa mdahili wa chuo kikuu cha UDOM. Hapa tukimzungumzia bwana Kaijage. Alipewa wito wa kufika katika kituo cha polisi, lakini baada ya kufika kituo cha polisi alikamatwa au akaambiwa yuko chini ya ulinzi. Jumuiya ya wafanyakazi wa kitaharuma wa chuo kikuu cha Dodoma UDOMASA imeibua malalamiko ikidai kuwa ni ukiukwaji wa haki za msingi za mtumiwa baada ya mdahili wa chuo hicho Melkizedeki Kaijage kushikiliwa na polisi kwa siku kadhaa bila kufikishwa mahakamani. Jumuiya hiyo imesema kuwa ina wasiwasi na mwenendo wa shauri hilo, ikieleza kwamba licha ya Kaijage kutumiwa na kosa linalodhaminiwa, juhudi au jitihada za kuweza kumpatia dhamana hazijafanyika, hali iliyolazimu kuweza kufungua shauri ya Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Mnamo Julai 20 mwaka 2026, chombo cha habari cha Mwananchi kilizungumza na katibu mkuu wa UDOMASA Isaac Mahenge kuhusu taarifa hiyo na kuthibitisha kwamba ni taarifa rasmi iliyotolewa mnamo Julai 19 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyosainiwa na Mahenge, Kaijage alipokea wito wa kuripoti kituo cha polisi UDOM mnamo Julai 3 mwaka 2026 na Julai 8 alikwenda kituoni akiwa ameambatana na naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo pamoja na mdahili mwenzake. Baada ya Kaijage kufika kituoni hapo, aliwekwa chini ya ulinzi kwa maelekezo yaliyotolewa na mkuu wa upelelezi mkoa RCO kabla ya kuhamishiwa kituo kikuu cha polisi Dodoma na baadaye kuhojiwa kuhusu tuhuma za kuhamasisha maandamano ya Julai 7 kupitia mitandao ya kijamii, ilieleza taarifa hiyo. Lakini UDOMASA imesema kwamba baada ya mahojiano hayo iliomba Kaijage apewe dhamana, lakini ombi hilo alikukubaliwa. Licha ya kueleza kwamba kosa hilo analotumiwa nalo lina ruhusu dhamana, lakini polisi wakang'ang'ania kwamba hawawezi kumpa dhamana. Melkizedeki Kaijage baadaye alihamishiwa kituo kidogo cha polisi cha Ng'ombe, huku uongozi wa UDOMASA ukiendelea kufuatilia swala hilo na kushirikiana na familia yake. Baada ya wataalamu wenzake hao kuona kwamba juhudi za kuweza kupata dhamana kupitia polisi hazizai matunda, taasisi hiyo ya UDOMASA imesema kwamba ilipeleka shauri Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Kesi hiyo ilisikilizwa kwa mara ya kwanza mnamo Julai 17 na kuahirishwa hadi siku ya jana tarehe 21 Julai mwaka 2026. Katika taarifa yake, UDOMASA imesema kuwa inatetea haki za wafanyakazi wake na inaamini taratibu za kisheria zinapaswa kuzingatiwa kwa mtumiwa yoyote bila kujali aina ya tuhuma zinazomkabili. Tangu siku hiyo hadi siku ya Jumatatu, chombo cha habari cha Mwananchi kiliendelea kulisaka jeshi la polisi mkoani Dodoma juu ya kushikiliwa kwa mdahili huyo na hatua wanazozichukua, lakini chombo au jeshi la polisi mpaka leo halijataka kutoa maelezo yoyote kuhusiana na kile ambacho wameendelea kumshikilia bwana Melkizedeki Kaijage. Sasa twende moja kwa moja kwenye hili tamko la wadahili wa vyuo vikuu ambao wameweza kulitoa. Chama cha wafanyakazi wa taasisi ya elimu ya juu Tanzania THTU. Sasa hapa ni chama cha wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania, yani vyuo vikuu vyote nchini Tanzania. Taasisi hiyo imeungana na imeweza kutoa mapendekezo manane kikitaka maboresho ya sheria na utaratibu wa kushughulika na wataaluma. Taasisi hiyo imesema kwamba kukamatwa
kwa wadairi kwa tuhuma zinazohusiana na shughuli zao kunaleta athari kwa elimu ya juu na utafiti wa maendeleo ya demokrasia nchini. Mapendekezo hayo yanakuja kufuatia kukamatwa kwa mdairi wa chuo kikuu cha UDOM, yani chuo kikuu cha Dodoma, Melkizedek Kaijage kwa madai ya kuhamasisha maandamano ya Julai 7 mwaka 2026. Tukio la kukamatwa kwa Kaijage limethibitishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Garus Yera, siku ya Jumatatu mnamo Julai 20 mwaka 2026 baada ya chombo cha Mwananchi kumtafuta kuzungumzia tukio hilo, akisema kwamba ni kweli wanamshikilia bwana Kaijage. Kwa hiyo siku ya juzi, siku ya Jumatatu, ndipo jeshi la polisi likadhibitisha toka lilipomkamata mnamo Julai 8 mpaka siku ya tarehe 20, siku ya Jumatatu, ndipo wakatoa majibu kwamba walimkamata. Kwa hiyo wamekaa na mtu kituo cha polisi kwa siku zaidi ya 12, wamemshikilia bila kumpeleka mahakamani, bila kufanya chochote na bila kutoa taarifa. Siku ya tarehe 20 Julai 20 mwaka 2026 ndipo walipotafutwa na Mwananchi wakadhibitisha kwamba wanamkamata mdairi huyo wa chuo kikuu cha UDOM bwana Melkizedek Kaijage. Sasa nikinukuu hapa ambavyo wameweza kusema kwamba ni kweli tunamshikilia kwa tuhuma hizo, lakini maelezo zaidi kwa sasa tuache, maana tuko kwenye uchunguzi zaidi kwa mtumiwa, na uchunguzi ukikamilika kila kitu kitawekwa wazi, ikiwemo kufikishwa kwenye vyombo vingine vya sheria. Hilo ni tamko kutoka jeshi la polisi, lakini kulingana na taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa THTU Dr. Paul Loisulie, wamesema kwamba wadaili wengine wawili wa chuo kikuu cha St. Joseph au cha St. John Tanzania SCJUT walikamatwa kwa tuhuma kama hizo za kuhamasisha maandamano mnamo Julai 7 mwaka 2026. Dr. Paul amesema kwamba wadaili hao wamekamatwa kwenye mazingira yanayoibua maswali kuhusu uhuru wa taaluma na utekelezaji wa sheria. Dr. Paul amesema kwamba mmoja wa wadaili wao wa chuo kikuu cha St. John amekamatwa baada ya kufundisha mada ya maadili na utawala bora. Umesikia, yani kwamba lecture alikuwa akifundisha mada ya maadili na utawala bora, akaenda kukamatwa akitumia mifano ya kashfa zilizowahi kutokea hapa nchini, ikiwemo Richmond, Escrow na nyingine, na namna wanasiasa walivyowajibika kwa kutokuzingatia taratibu. Sasa mtu yuko anafundisha, unaenda kumkamata. Hilo ni janga lingine ambalo liko hapa nchini Tanzania. Lakini Dr. Paul akaenda kusema kwamba ametaja lengo la mifano hiyo kutumika kulingana na wahusika wenyewe ni kuwaelewesha wanafunzi umuhimu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu wanapotekeleza majukumu yao baadaye watakapokuwa kazini. Sasa mtu anafundisha kwamba uwajibikaji ukoje, ufuataji wa sheria ukoje. Mtu baada ya kumaliza kufundisha anakamatwa. Kwa nini umkamate? Kwamba alichokifundisha unataka adanganye wanafunzi? Hayo ni maswali ambayo tunaenda kujiuliza vichwani mwetu, kwamba elimu yetu ya Tanzania kwa sasa inaelekea wapi? Kwamba tunahitaji wale watu wa kukaa wanasifia tu muda wote? Hapana, elimu yetu inabidi iende katika mifano iliyopo kwa sasa, sio kutupa mifano yale mambo ya zamani ambayo miaka ya 1960 huko ya kuanza kutupa mifano ya 1960 na kati mifano ya kizazi kipya ipo. Sasa mdairi mwingine ambaye ni mkurugenzi wa huduma za wanafunzi alihusishwa na masuala ya uchaguzi wa wanafunzi chuoni. Wote wawili walikamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano Julai 7 mwaka 2026, amesema Dr. Paul kupitia taarifa yake hiyo yenye ukurasa 14. Tukio lingine ni la Kaijage ambaye alikamatwa baada ya kuitikia wito kwa jeshi la polisi
iliyomtaka afike kituo cha polisi kimojawapo au kituo cha polisi mojawapo kwa tuhuma hizo hizo za kuhamasisha maandamano. Bahati mbaya zaidi, huyu wa UDOM ni mara ya pili anakamatwa. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka jana kwenye vuguvugu la maandamano ya Disemba 9 mwaka 2025. Ameandika hivyo huyo bwana Dr. Paul. Kufuatia tukio hii, mwenyekiti wa umoja wa wanataharuma wa chuo kikuu cha UDOMASA Dr. Gerard Shidia amesema kwamba wanaendelea kupambania haki ya mdairi huyo ili kuweza kujua ukweli kama ni kisa cha kuhamasisha maandamano au kukamatwa kwa jambo lingine nyuma ya pazia. Yaani kwamba jambo hili la kuhamasisha maandamano ndio ilikuwa sababu ya kumkamata au kuna mambo mengine nyuma ya pazia. Hayo ni maneno ambayo yameweza kusemwa na mwenyekiti wa umoja wa wanataaluma wa chuo kikuu cha UDOMASA Dr. Gerard Shidia amesema kwamba wanafuatilia waweze kujua, je, polisi kumkamata bwana Kaijage, je, ilikuwa ni hizo tuhuma wanazosema kwamba alihamasisha maandamano au kuna kitu kingine nyuma ya pazia ambacho kimefichwa nyuma ya kuhamasisha maandamano? Lakini mapendekezo ya taasisi ya THTU wamesema kwamba kufuatia tukio hilo, THTU inapendekeza serikali kuweza kufanya marekebisho ya sheria ya vyuo vikuu ili kuweza kutambua wazi uhuru wa taharuma kama haki ya msingi katika elimu ya juu. Sheria ya vyuo vikuu namba 7 ya mwaka 2005 inapaswa kufanyiwa marekebisho ili kujumuisha masharti yanayolinda uhuru wa kuweza kufundisha, kufanya utafiti na kuchapisha matokeo ya utafiti na kushiriki katika mijadala ya kitaaluma bila kuingiliwa isivyo halali, amesema bwana Dr. Paul. Mapendekezo mengine ni vyombo vya dola kutofautisha shughuli halali za kitaaluma na makosa ya jinai, huku vyuo vikuu vinatakiwa kuimarisha uhuru wa taasisi kwa kuweka sera zinazolinda uhuru wa wanataaluma hao. Lakini pia THTU imependekeza kwamba tume ya vyuo vikuu nchini Tanzania TCU, tume ya haki za binadamu na utawala bora, vyama vya wafanyakazi na jumuiya ya wanataaluma kwa kushirikiana kuweza kuandaa miongozo ya kitaifa kuhusu uhuru wa taaluma. Pendekezo la mwisho ni Tanzania kuendelea kutekeleza viwango vya kimataifa vinavyolinda uhuru wa taaluma ikiwemo shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa, mapendekezo ya UNESCO ya mwaka 1997, azimio la Dar es Salaam la mwaka 1990 na azimio la Kampala la mwaka 1990. Mwananchi ilifanya jitihada za kuweza kumpata au kuipata serikali kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani na Elimu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia juu ya mapendekezo hayo bila mafanikio. Sasa tunaona kwamba hapa wakitafutwa huwa wanapita kushoto, lakini baadaye watu wakishatoa taarifa wanakuja na kukanusha na kusema kwamba hiyo taarifa ni ya kichonganishi, kwamba haijafata mtiririko wa kile ambacho kinafanywa au kinaabidi kifuatwe kwa ajili ya kuweza kutolewa kama taarifa. Mfano, tuweza kuona ile habari ambayo iliweza kuchapishwa na BBC kuhusiana na Tundu Antipas Lissu. Tuliona BBC ilisema kwamba ilitafuta serikali ya Tanzania bila mafanikio kwa sababu walikuwa wapokea simu. Walitafuta wizara mbalimbali lakini hazikupokea simu. BBC ikaamua kuchapisha habari kama ilivyofanywa au ilivyofanywa utafiti, lakini baadaye, baada ya habari ile kutoka, tuliona msemaji mkuu wa serikali bwana Gerson Msigwa akitoka na kusema kwamba habari iliyochapishwa na BBC ni habari ambayo ina upendeleo fulani hivi na imetolewa kwa ajili ya kuweza kuichafua serikali ya Tanzania. Lakini tukiangalia hapa athari ambazo wameweza kuzitoa, THTU imesema kwamba athari za kuingilia taaluma zikoje.
Mbali na mapendekezo hayo, THTU imesema kwamba ukamataji wa wadaili wanapotekeleza majukumu yao kunaleta athari kwa mtu binafsi, familia, serikali na sekta za elimu ya juu. Athari hizo ni pamoja na kuzalisha hofu miongoni mwa wataaluma, hali inayowafanya wadahili na watafiti kujizuia kufundisha au kufanya tafiti kuhusu masuala yanayoonekana kuwa nyeti hapa nchini Tanzania. Lingine ni kuhusu ubora wa ufundishaji kutokana na wadahili kupokea mijadala ya kisiasa, kijamii na kikatiba, jambo linalowanyima wanafunzi uwezo wa kuweza kujenga fikra pevu. Hili jambo liko sensitive sana. Yaani kwamba athari nyingine ni kushusha ubora wa ufundishaji kutokana na wadahili kuepuka mijadala ya kisiasa, kwamba wadahili watakuwa wanaogopa kuongelea mambo ya kisiasa hapa nchini Tanzania, wakiogopa kwamba wakiongelea mambo ya kisiasa basi watakamatwa. Ni mfano mdogo ni yule mdahili ambaye alikuwa akifundisha pale katika chuo cha St. John. Baada ya kufundisha kuhusiana na mambo ya uchaguzi, utawala bora, akaenda kukamatwa. Ina maana ndani ya vyuo vikuu au katika vile vyumba vya kufundishia kuna kwemo wapelelezi, ambapo ukifundisha kitu fulani basi wewe ujue unaenda kukamatwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayahitajiki katika kuboresha elimu yetu ya Tanzania. Sasa hapa bwana, taasisi hii ya THTU inasema kwamba jambo hilo linafanya fikira pevu, kuwafanya wanafunzi kutokujenga fikira pevu na kuchambua hoja, na kudhoofika kwa tafiti na uchapishaji wa kazi za kisayansi, na kupungua kwa uhuru wa taasisi za elimu ya juu kujiendesha. Pia kuathirika kwa uhusiano kati ya walimu na wanafunzi, na kupungua kwa ushiriki wa wanafunzi kwenye mijadala ya kitaaluma. Mazingira haya yanaathiri taswira ya vyuo vikuu vya Tanzania kimataifa na kupunguza fursa ya ushirikiano wa kitaaluma, ufadhili, utafiti na ubadilishanaji wa taaluma, amesema Dr. Paul. Lakini THTU imeeleza kuwa athari hizo zinaweza pia kudhoofisha mchango wa wanataaluma katika mijadala ya sera za umma, hivyo kuweza kuathiri maendeleo ya demokrasia, utawala bora na mfumo mzima wa elimu ya juu hapa nchini Tanzania. Nadhani umeweza kusikia kile ambacho tumeweza kusemwa, na hii tunaita kwamba ni taasisi, chama cha wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania, THTU, imetoa mapendekezo yake kuhusiana na jeshi la polisi kukamata watu hovyo, na kile ambacho kimeonekana kwamba ndani ya vyuo vikuu au katika vile lecture room kuna kwemo wapelelezi ambao kwamba ukiongelea kitu ambacho wao hawakitaki basi utaenda kukamatwa. Kwa hiyo hii haipo mtaani, bali imeenda mpaka katika sehemu za kutoa elimu kwa wananchi au wanafunzi walioko katika vyuo vikuu, kwamba kitu fulani kikiongelewa basi ujue wewe uliyekiongea utaenda kukamatwa au utapewa wito wa kufika kituo cha polisi, na ukishafika kituo cha polisi basi ujue utakamatwa mpaka pale further notice itakapotolewa. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.